Ndiyo, tetesi zimekuwa ni nyingi sana zikimuhusisha kiungo fundi wa Azam Faisal Feitoto, na tetesi hizo zimekuwa ni kati ya klabu ya Young African na klabu ya Simba Sport Club. Wote hawa mabosi wa dabi ya Kariakoo wanapigana upatu kuania saini ya mchezaji Faisal Feitoto, lakini kwenye exclusive interview dhidi ya Faisal Feitoto amefunguka mazito kuhusiana na klabu zote hizi mbili. Sasa twende tukatazame, je, Faisal Feitoto amezungumza nini? Wewe umesikia taarifa nyingi, lakini hizi utazipata za ukweli zaidi. Twende tukatazame moja kwa moja. Kitu ambacho natakiwa kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na afu unapenda taarifa za michezo, basi mahala pako ndipo hapa. Hakikisha umebonyeza alama hapo chini iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani, na utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa za kimichezo kutoka kwetu. Sasa moja kwa moja tunaenda kutazama situation ambayo inaendelea kwenye dirisha hili kubwa la usajili la msimu 2026-2027. Naam, sasa timu zote zikuwa zinajipanga kuelekea msimu mpya wa mashindano, na dirisha kubwa hili la usajili likisajili, tumeona sajili mbalimbali ambazo zimefanywa na vilabu vingi sana hapa Tanzania. Tumeona klabu ya Simba imefanya usajili, klabu ya Young African imefanya usajili, lakini kubwa kuliko ni klabu mbili hizi kuwania saini ya Faisal Feitoto. Awali ya yote, kabla Faisal Feitoto hajasema kitu chochote, situation ilikuwa hivi: Yanga ilifikia makubaliano binafsi na kiungo mshambuliaji wa Azam FC Faisal Feitoto katika hatua muhimu ya harakati za kumrejesha nyota huyo Jangwani. Taarifa zinaeleza kuwa pande zote mbili zilikubaliana kuhusu masuala ya mshahara, bonasi na ada ya kusaini. Baada ya kukamilika makubaliano na mchezaji, hatua inayofuata ni Young African kufanya mazungumzo rasmi na Azam FC, lakini hadi sasa klabu hiyo bado haijawasilisha ofa kwa Azam FC licha ya kuwa tayari imefikia mwafaka na Faisal kuhusu maslahi binafsi. Faisal bado ana mkataba anaoendelea na Azam FC, hivyo kukamilisha uhamisho wake inategemeana na makubaliano yatakayofanywa kati ya klabu hizi zote mbili. Kwa sasa mchakato wa usajili unaendelea, huku macho yakielezwa kuwa hatua za mazungumzo kati ya Yanga na Azam FC zinaendelea. Hiyo ni situation kwa Young African, lakini situation kwa wekundu wa Msimbazi imekuwa ni tofauti baada ya kiongozi mkubwa sana wa wekundu wa Msimbazi kuposti taarifa, ambayo ameposti picha ya Faisal Feitoto akivalia jezi ya Simba Sport Club, na then kwenye caption akaandika na kusema hivi: Faisal Feitoto ni kiungo wa daraja la juu, fundi wa mpira wa kiwango cha kipekee na moja wa wachezaji wenye akili kubwa zaidi ndani ya uwanja. Ni mchezaji mwenye utulivu, mwenye maono na mchezo, pasi za mwisho zenye madhara, uwezo wa kutengeneza nafasi na kubadilisha matokeo ya mchezo kiubunifu, na anajituma na ana nidhamu na kazi yake, na kila anapogusa mpira huleta matumaini kwa timu yake. Si mchezaji wa kawaida, ni mchezaji anayesoma mchezo kabla wengine hawajafikiria. Kipaji, ubunifu, udhubutu na ufanisi wake umemfanya kuwa mmoja wa viungo bora zaidi kuwahi kutokea kwenye NBC Premier League. Sasa hayo ndiyo maneno ya kiongozi wa wekundu wa Msimbazi. Sasa hapa kumekuwa na sintofahamu ikiendelea. Je, Faisal Feitoto anaenda Simba au Faisal Feitoto kwenye hili dirisha kubwa anaenda Young African? Na ikumbuke kwamba Faisal Feitoto mpaka sasa bado yupo na mkataba na Azam FC. Hivyo basi kuinasa saini ya Faisal Feitoto inategemeana na timu kwenda kuongea na Azam FC, na tunafahamu Azam FC ni mabosi wa NBC Premier League, yani ndio timu ambayo inamiliki wachezaji wenye gharama na inafanya usajili wa gharama kubwa. Je, Azam kati ya Simba Sport Club na Young African, nani ambaye ataweza kuongea na Azam FC ili aweze kunasa saini ya Faisal Feitoto? Ingawa mpaka sasa Faisal Feitoto bado hajaweka wazi kuhusiana na mchakato wake wa kuondoka Azam FC, lakini tupo hapa kwa ukaribu kukuletea taarifa itakayojiri. Je, Faisal Feitoto ni ofa gani ambayo ataikubali? Yote haya utayapata hapa Tubone Media. Sasa kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Hadi wakati mwingine, bye bye.